Sio kila mtu anasema anachohisi, na ukija kwenye wanawake, mara nyingi wanahisi zaidi kuliko wanavyosema. Wanaweza kukaa karibu yako kila siku, wakacheka na wewe, wakakuangalia, lakini ndani yao kuna kitu kinaendelea, kitu ambacho hawajawahi kukwambia. Leo nitakuonyesha kwa undani kabisa dalili 6 zinazoonyesha mwanamke anakupenda kimya kimya. Na usiruke video hii kwa sababu dalili ya mwisho ndio wanaume wengi huikosa. Kabla hatujaanza, kama unapenda content za aina hii, saikolojia na ukweli wa maisha, hakikisha umesubscribe sasa hivi, kwa sababu hapa hatuongei stori za kawaida. Tunaongea ukweli ambao watu wengi hawaambiwi. Dalili ya kwanza, anakutazama sana, lakini anaepuka ukimgundua. Hii ndio dalili ya kwanza. Ukiwa naye kwenye kundi la watu, utahisi macho yake mwilini mwako. Ni kama sumaku. Lakini hapa ndipo kichekesho kilipo. Ukigeuza shingo yako kumwangalia yeye, anapotezea. Anajifanya anaangalia simu au anaongea na mtu mwingine ghafla. Ni kama moyo wake unataka uwe karibu, lakini akili yake inamwambia, subiri kidogo. Na hii mara nyingi hutokea tena na tena, sio mara moja. Ukianza kugundua pattern hii, ujue kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia. Dalili ya pili, anatafuta sababu za kuongea na wewe. Mwanamke asiye na mpango na wewe, maongezi yenu yatakuwa kama ripoti ya hali ya hewa, fupi na kavu. Lakini huyo anayekupenda atatafuta tundu la kuingilia kwenye maisha yako. Atakutumia meseji kukuuliza kitu ambacho angeweza kumuuliza Google. Atakuuliza, weekend yako ilikuwaje? Anachofanya ni nini? Anajaribu kuweka mlango wenu wa maongezi ukiwa wazi. Stay relevant. Hataki uzi ukatike. Kwa nje vinaonekana ni vitu vya kawaida, lakini ndani yake vina maana kubwa. Dalili ya tatu, tabia yake hubadilika ukiwa karibu yake. Hapa inabidi uwe mchunguzi. Angalia anavyoongea na wengine, kisha angalia anavyoongea na wewe. Kuna wanawake wakikuona, ghafla wanachangamka kupitiliza. Wanacheka hata vichekesho vyako ambavyo havichekeshi. Na kuna wale ambao ghafla wanakuwa shy, wanashindwa kukuangalia usoni, au wanaanza kuchezea nywele zao. Na wakati mwingine, hata hajui anafanya hivyo. Ni automatic. Kwa sababu uwepo wako unamgusa kihisia. Na kumbuka, mwanamke habadiliki kwa kila mwanaume. Haya mabadiliko hutokea kwa mtu ambaye ana nafasi moyoni mwake. Dalili ya 4, anakumbuka vitu vidogo vidogo. Hii ni dalili ya deep interest. Sio tu anakusikia, anakusikiliza. Ulisema kitu kidogo sana siku fulani, labda hata wewe umesahau, lakini yeye anakumbuka. Ulisema unapenda rangi fulani, ulisema unapenda mziki fulani, ulisema unachukia kitu fulani. Hapo ndipo unatakiwa ujiulize, kwa nini anakumbuka vitu ambavyo hata wewe umesahau? Jibu ni moja tu, anakupa attention ya ziada. Na attention ya aina hii haitoki bure, inatoka kwenye hisia. Dalili ya 5, anakuchunguza bila kujua. Hii ni siri kubwa. Mwanamke anayekupenda kimya kimya ni FBI wako binafsi. Anajua ratiba zako, anajua marafiki zako, na pengine anajua hata picha ulioposti miaka 2 iliyopita, lakini hawezi kukwambia. Atajifanya hajui kitu ili usimuone kama stalker. Lakini ukiona anagusia mada ambazo huzungumzaga na watu wengi, au anajua mapema kuwa ulikuwa na siku ngumu bila wewe kumwambia, jua anakuchunguza kwa jicho la upendo. Dalili ya 7, wivu wa chini kwa chini. Hii ndiyo alama ya mwisho na yenye nguvu zaidi. Jaribu kumsifia mwanamke mwingine ukiwa naye, au pokea simu ya mwanamke mwingine mbele yake. Hata kama atatabasamu, macho yake yatabadilika. Unaweza kusikia swali kama, huyo ni nani tena? Unaonekana unampenda sana.
Ni kama utani, lakini ndani kuna moto unawaka. Hawezi kusema na kuonea wivu, kwa sababu hana cheo hicho bado. Lakini reaction yake itakwambia, nafasi hiyo naitaka mimi. Dalili ya 7, anakuwa shabiki wako wa kwanza. Anakuwa shabiki wako wa siri. Mwanamke anayekupenda kimya kimya ndiye atakuwa wa kwanza kulike picha yako, wa kwanza kukupongeza ukipata hatua ndogo, na wa kwanza kukupa moyo ukiwa umechoka. Sio kwamba hana mambo mengine ya kufanya, bali anataka uone kuwa yeye ni salama kwako. Anajenga mazingira ya wewe kumwona kama mtu unayeweza kumtegemea, akitumaini kwamba siku moja utagundua kuwa hakuna anayekuunga mkono kama yeye. Kama kuna mwanamke kwenye maisha yako anaonyesha dalili zaidi ya 2 au 3, hapo sio bahati mbaya tena. Kuna kitu kinaendelea. Sasa nataka uniambie ukweli. Ni dalili gani umeiona kwa mwanamke fulani kwenye maisha yako? Acha comment chini. Na kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha umesubscribe. Kwa sababu hizi ni aina ya content zinazokufanya uone vitu ambavyo wengine hawaoni. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.